Tunaambia wandugu wote kwamba leo vita vilikuwa vikali sana katika nyanza za juu za kwa Munene, ni sekta ya Tanganyika, tarafa la Fizi, na M23 ilitaka kuja tena kama desturi yao kuja kuchokoza moto, na ilikutana na moto mkubwa sana. Walipigwa sana, na ndo mara ya kwanza kuona M23 inafanya repli strategique ya 3 villages 4 villages. Na sambamba kabisa, mpendwa msikilizaji, ni asubuhi na mapema tarehe 22 mwezi Disemba mwaka wa 2025 ambako tunapata fursa nyingine ya kuja kwa pamoja katika habari zetu za asubuhi ya leo. Habari ambazo zinalenga hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Nimekuambia kwamba majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali za uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Na kama kawaida yetu, asubuhi ya leo tutajielekeza moja kwa moja huko Makobola tupate kukujuza matokeo ya mapambano ambayo yameripotiwa hiyo jana tarehe 21 mwezi Disemba mwaka wa 2025 kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 dhidi ya muungano wa wazalendo, ikiwemo vikosi vya kamanda William Amuri ya Kutumba, Rene Itongwa, Makanaki Kasimbira John pamoja na Ngoma Mzito. Mpendwa msikilizaji, wazalendo wamefanikiwa kukomboa vijiji hiyo jana. Basi kuwa nami mwanzo mpaka tamati katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Bila shaka natumai uko salama usalimini, na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Makobola ambako mapigano makali yameripotiwa kutokea Jumapili ya asubuhi kati ya wapiganaji wa muungano wa Alliance Fleuve Congo maarufu kama AFC M23 na makundi ya wazalendo katika eneo la Uvira mkoani Kivu Kusini. Taarifa hizi zimethibitishwa na vyanzo kadhaa vya ndani vilivyozungumza na tofauti za Amani TV Media. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, mapambano yalianza katika kijiji cha Luanga kilichopo kwenye barabara inayounganisha Uvira na Fizi. Sehemu kubwa ya eneo hili imekuwa ikifunikwa na maji ya ziwa Tanganyika kwa muda wa miaka kadhaa. Kufikia mchana, mapambano yamesimama katika kijiji cha Makobola ya kwanza, kijiji ambacho ni kijiji cha mwisho katika eneo la Uvira mpakani na eneo la Fizi. Makobola ya pili ndiyo kijiji cha kwanza kinachoashiria kuingia rasmi katika eneo la Fizi. Chanzo kimoja cha ndani kilisema kuwa mapiganaji wa AFC M23 tayari waliingia Makobola ya kwanza na kupambana ana kwa ana na wazalendo, huku vyanzo vingine vikieleza kuwa wapiganaji wa wazalendo, hasa wale wanaohusishwa na makundi ya Kutumba, Makanaki Kasimbira John pamoja na Rene Itongwa, wamesimamia katika kijiji cha Makobola ya pili. Hiyo ilikuwa ni majira ya mchana, mpendwa msikilizaji. Lakini ilipofika majira ya jioni, hatimaye wazalendo kwa nguvu kasi walifanikiwa kuweza kukomboa vijiji ambavyo waasi tayari walikuwa wameshaingia ndani kwa kujaribu kusonga mbele kwa kutaka kuingia katika maeneo ya Mboko, Sima pamoja na kuteka mji wa Baraka. Muungano wa wazalendo kwa kushirikiana na vikosi maalum vya jeshi la taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa kutoka mstari wa mbele wa mapigano, muungano wa wazalendo unaojumuisha makamanda Rene Itongwa ya Kutumba, Makanaki na Ngoma Mzito umefanikiwa kukomboa vijiji vya Kashekezi na Makobola ya pili kumrazi Ngalula pamoja na kijiji cha Pemba baada ya mapigano makali ya muda mrefu dhidi ya waasi wa AFC M23. Mapigano hayo yalikuwa mazito, yakihusisha silaha nzito na nyepesi na kusababisha waasi kurudishwa nyuma na kupoteza maeneo ambayo tayari
ilikuwa yameshakuwa chini ya udhibiti wa waasi hao. Ukombozi wa vijiji hivyo umeibua hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa makundi ya waasi, huku taarifa zikionyesha kuwa hali ya tamruki inaendelea kutanda katika mji wa Uvira kutokana na kusonga mbele kwa vikosi vya wazalendo na FARDC kwa kasi ya makabiliano makubwa ya kijeshi. Viongozi wa wazalendo wamethibitisha kuwa operesheni za kijeshi zitaendelea bila kusita na wametangaza wazi kuwa kesho vikosi vitaingia Uvira kwa nguvu ya ushindi, wakiwa na lengo la kukomboa mji huo kikamilifu na kurejesha usalama kwa wananchi. Wamesisitiza kuwa harakati hizi ni za ukombozi kwa ajili ya kulinda ardhi ya taifa na kuondoa vitisho vya waasi katika maeneo ya kusini mwa Kivu. Kwa wakati huu, wito umetolewa kwa wananchi wote wa Uvira, Fizi, Mwenga na sehemu zingine waendelee na tahadhari ya kuepuka hofu isiyo lazima. Wazalendo na FARDC wamekamilishia raia kuwa usalama wao ni kipaumbele na kwamba vikosi vya ukombozi vinaingia ili kuwalinda wananchi na kurejesha mamlaka halali ya serikali. Wazalendo wameonyesha azma yao ya kuto kuyumba na kutaka kukomboa mji wa Uvira, wakisema kuwa mji huo ni nguzo muhimu ya amani, heshima na umoja wa kitaifa na hawatoruhusu kuendelea kwa mateso ya wananchi chini ya makundi yenye silaha. Kwao, ukombozi wa Uvira ni hatua ya lazima katika safari ya kurejesha amani ya kudumu katika jimboni Kivu Kusini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, baada ya mji wa Uvira kuweza kuingia mikononi mwa waasi wa AFC M23, viongozi wa wazalendo walikuwepo kwenye mstari wa mbele uko Luvungi, walirejea na kuweka kambi kubwa uko Makobola na waliunda muungano wao kwa ajili ya kuweza kupambana pasipo kutegemea tena jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kama walivyokuwa wakitegemea hapo awali. Na hivyo muungano huo ndio umeanzisha mashambulizi dhidi ya waasi wa AFC M23 ambao wanalenga kusonga mbele na kudhibiti maeneo mengine ya tarafani Fizi. Mpaka sasa waasi wa AFC M23 toka wajaribu kuingia tarafani Fizi bado inashindikana kufuatana na ukuta mkali ambao umewekwa na wazalendo wote ambao walikuwepo kwenye uwanja wa vita huko maeneo ya Luvungi, Sange na sehemu zingine. Anasema kwamba kamwe waasi wa AFC M23 hawatokanyaga udongo wa Fizi. Tunaambia wandugu wote kwamba leo vita vilikuwa vikali sana katika nyanza za juu za kwa Munene, ni sekta ya Tanganyika, tarafa la Fizi. Na M23 ilitaka kuja tena kama desturi yao, kuja kuchokoza moto, na ilikutana na moto mkubwa sana. Walipigwa sana na ndo mara ya kwanza kuona M23 inafanya repli strategique ya 4 villages. Na tunataka kuambia kwamba vita vimegeuka sana. Watu ambao waliingizwa kwa nguvu kwa M23 walikuwa na imani kwamba hivi wanatoka Bunagana shafika mu territoire ya Fizi pale Makobola, yani hivi tunaenda. Wao walikuwa wanafikiria hivyo kwamba wanaenda. Lakini si kwenda kokote. Serikali ilikuwa haijasimama, haijaamua. Tunaomba tuwaambie wandugu zetu ambao wako wanatumika na M23, msiwe na imani kwamba mtaenda popote. M23 ni kikundi cha wauni ambacho hakisikii hata opinion international. Hakisikii kwa sababu hawana hata ide, hawana hata sababu moja, hawana hata organisation moja. Donc ni watu tu walilogotwa, wawilingo walikuwa walevi kule, kuwekwa tu na kuongoza. Wakaachiwa, wakaona kwamba wameweza. Na wakakamata watu. Uvira washaanza kamata tena watu kuwapeleka Rumangabo ku formation. Zile information tuko nazo. Sasa vita vinakuya. Gisi vita vinakuya, nyie wa zalendo ambao mko mle, au le Bantu au wa Kongole ambao wako pale Uvira, Bukavu, tunawategemea sana kuanza kupigana na hawa washenzi. Maana ni vita vya Watusi na Wahutu. Usidanganywe kwamba ni vita vya ukombozi, sio vita vya ukombozi. Ni vita vya Wahutu na Watusi. Kokote walipo mnaona mfano halisi. Wakati ule ndugu ambaye aliona vikaratasi vya ugawanyaji wa nchi yetu ambao Watusi wako navyo kwenye ofisi zao, yule ndugu anaitwa
nasahau jina lake hapa, Paluku. Monsieur Paluku, baada ya kuona vikaratasi ambavyo vinaandikwa vibaya kwa sababu ya mateso ya nchi yetu, akaona ngoja mimi niondoke kwenye huu movement. Wewe kwa akili yako, kama waliua Paluku, sasa wewe watakuacha vipi? Wewe watakuachaje? Geuka ndugu yangu, tunakuomba ugeuke, kwa sababu serikali imesimama na serikali haishindwi na kitu. Serikali inaweza kuomba nchi zote, na nchi zote ambazo wanasikilizana nazo zitakuja kumsaidia. M23 haina uwezo wa kuomba nchi hata moja ambayo itamsaidia. Tulisikia hapa dernièrement Rwanda inaanza kuomba Risi imsaidie. Risi kwanza anakatala bale ba demokrate ba français, anabakatala. Kisha wewe unakiana ba demokrate ba français, kisha unaomba Risi tena akusaidie. Atakusaidia nini wewe? Donc ni batu benye habajui siasa. Ba Rwanda habajui yake siasa. Wanajua tu kuuana, banatisha watu kama vile wako wanatisha watu Uvira kwamba muende kumaandamano, mwenye akwenda kumaandamano tutaua, pour que tuambie opinion international kwa si hatutatoka au tunakatazwa kutoka na raia. Kwa hiyo tunakuomba ndugu, kama wewe uko kwenye AFC M23 na uliingizwa kwa nguvu, hauwapendi na unabeba silaha na mko wengi pale Wabantu, msimame mpigane nao. Msimame mpigane nao ili kurahisishia sisi kazi. Asante sana, asante sana. Vita viko vizuri, Kongo imesimama na ndege zinapanda, bato ziko mumai, madrone ziko na mutafanya hivi. Makobola deja tushafika Makobola, kutoka kwa Munene mpaka Makobola ni kipande kirefu sana, kuna kilomita na kilomita, lakini vita vizuri sana. Na kama vita ni vizuri sana, tunaomba mujiondoe katika movement huo wa AFC M23, mujirejoindre ku gouvernement, na tuna imani kwamba mtaturahisishia vita. Vita vya ukabila vya waasi wa M23 ni vya Watusi na Wabantu. Sisi Wabantu hatutaitika tugandamizwe na Watusi, kabila ndogo. Asante sana, asante sana. Na kwa kumalizia, mkumbuke kwamba watu wote ambao walikuja na AFDL, mzee Laurent Kabila waliua na wengine wote waliua. Sasa wewe watakuachaje? Lakini Watusi wote bado wapo. Hakuna Mtusi ambaye alifariki. Wote wapo, walioanza na movement wa AFDL mpaka leo CNDP, RCD Goma, wote wapo, lakini Wabantu wote waliuawa. Sasa wewe jiulize, wewe ukija nao utaishi? Asante na jioni njema. Naitwa Babu Felix Mwembamba. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025. Victoire tanu, Kongo tanusi. Mapambano hayo yakiendelea kujiri huku mpango wa maandamano ya amani ukiendelea kusimamiwa huko Uvira chini ya uongozi wa AFC M23. Maandamano haya yameandaliwa kufanyika leo hii majira ya asubuhi kote katika mji wa Uvira kuonesha kuwa waasi wa AFC M23 wasiondoke. Maandamano hayo yamesimamiwa na uongozi wa AFC M23 na inashurutisha wananchi wote wa Uvira kuweza kwenda barabarani kufanya hivyo, la sivyo yeyote ambaye atabainika hakushiriki kwenye maandamano hayo hata hatua kali ya kijeshi ya waasi itachukuliwa. Lakini wakati ambako waasi wanaendelea kusisitiza na kuwataka raia wote kwenda kuandamana, wazalendo wanaendelea kutoa tahadhari na onyo kali kwa raia. Wanasihi raia kuto kushiriki kwenye maandamano hayo kwa sababu mabaya yanaweza kaibuka, na waoneshe hasira yao kuonesha kwamba hawataki waasi wa AFC M23. Kamanda Abubakari Zindula Shombo ni msemaji wa wazalendo kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Huyu hapa, msikilize akieleza kuhusiana na hali ambayo ipo huko Uvira na kuhusu maandamano hayo ambayo yanaandaliwa kufanyika mapema asubuhi ya leo. Unaongea na Observance Abubakari, Observance wa General Abdul Matata Panda. Nachukua nafasi hii kutuma ujumbe wangu kuwafikishia raia wa Uvira kulingana na mbinu uwe manipulation yenye M23 wanaendelea kuexige raia. Bwana mtangazaji, nataka kuwajulisha raia wote wa tarafa ya Uvira ya kwamba wasikubali kuandamana kesho kulingana mpangilio ambao M23 wameshurutisha wa chef de quartier, wa chef d'avenue kuambia ya kwamba waandike memo kesho waende nayo kuandamana kumonima, Kurompwe, Kasenga na Mulongwe. Mimi natoa tahadhari kubwa sana kwa raia wa Uvira
na kuwajulisha kwamba hatuna Kongo ingine isipokuwa hii Kongo ambayo Mwenyezi Mungu aliwazawadia mababu zetu. Unajua M23 wameshashindwa kulingana mpangilio wa vita. M23 wameshashindwa kulingana na siasa ambazo walikuwa wanazitumia. M23 wameshashindwa kulingana na rushwa ambayo walikuwa wanaitumia. Kwa sasa wamechukua mbinu nyipya, wamechukua strategia mpya kumanipule population, kuexige population, kuonyesha kama population inawataka, na ili hali wao wako katika utumwa, na ili hali wao wanasumbua raia, na ili hali wao wanaua raia usiku kama vile mchana. M23, mimi ambao nazungumuza na wewe, jana tumeenda kufanya utafiti kama inavyokuwa kawaida, na kukaonekana wao wameshurutisha na wamelipa watu ili kubomoa ile stati ambayo inapatikana Kasenga Avenue Goma, ambayo raia wa Uvira iliwekaka kwa ajili ya kumpongeza rais wetu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. M23 juu ya kuendelea kuizarau nchi ya Kongo, juu ya kuendelea kusabote makoro za Doha, makoro za Washington, walishurutisha na kulipa watu ili kubomoa ile sanamu. Mimi nawahusia raia wa Uvira na kuwapa tahadhari na kuambia wabaki manyumbani kwao, kwa sababu M23 hawatawafanya chochote. Hile ni vitisho ambayo wako wanawatishia, kuwaonyesha ya kwamba asiyekwenda kuandamana ataadhibiwa na kuuawa. Sisi kitu ambacho tuko tunajulisha raia wetu, kwa kutoona wazalendo kufika katika ile maeneo ya Uvira, wasifikiri ya kwamba wazalendo wako mbali. Hapana, bilima yote ya Uvira imejaa wazalendo, bonde nzima ya Ruzizi imejaa wazalendo, kwa sababu taarifa ambazo natakiwa ni wape za ukweli, wajue ya kwamba vikosi vyetu viko Ndolera, vikosi vyetu viko Vilimani Sange, vikosi vyetu viko Lubarika na katika milima ya Uvira. Bwana mtangazaji, sisi tunaendelea kujizuia kwa sababu ya kuendelea kuheshimia mipangilio na kauli ya President Trump na kuendelea kuisapoti mikataba ya Washington na Doha. Ndio maana sisi hatujataka kushuka katika mji wa Uvira ili kuwatoa M23 kwa kasi. Kwa sababu huwa unasikia wasiojua wanasema kwamba wazalendo walisaliti Uvira, wazalendo walikimbia vita. Hapana, kwa sababu M23 tuliwachapa kichapo kikubwa Katogota, Kamanyola, isipokuwa kukaonekana ile manipulation, kukaonekana ile traizo iliyotokea katika viongozi wa FRDC kuambia wazalendo wache muji, majeshi wapya wanaingia. Lakini kwa sasa nitakujulisha wanamtangazaji, wazalendo wako imara, wazalendo wamefanya jitihada kubwa kwa kutaka kurudia kuchukua mji wa Uvira kama inavyokuwa kawaida. Na ndio maana tunawaambia raia wajitahidi, wabaki katika msimamo. Vile vile wanamtangazaji, naendelea kumpongeza J.D. Alida, na mpongeza J3 Juliette, na mpongeza Komanda Brigade Ekela kwa kazi ambazo wanaendelea kuzifanya wakiwa kwenye mstari wa mbele wa mapambano pamoja na vikosi vikubwa. Kwa kweli naendelea kuwanasihi wazalendo wote wa tarafa la Fizi, tarafa la Mwenga, tarafa la Kabare, Katana, Kalehe kuwa kitu kimoja. Naam, asante sana mpendwa msikilizaji, natumai uko pamoja na mimi. Fahamu ya kwamba endelea kusikiliza taarifa yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Amani TV Media, ambayo inakutangazia moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa YouTube. Ukiandika Amani TV Media hapo unajiunga nasi, lakini uko Shabunda unatunasa vema kupitia Radio Mutula FM. Kitu kikubwa ni kwamba habari za vita zinabadilika kadri saa zinavyokwenda. Hivyo yawezekana ukasikia baadaye mambo ikabadilika ikakuwa hivi, na sisi tuko hapa kukuhakikishia kwamba tunakuletea update zote za muda wote ule, ili ubaki kuwa unafahamu yote yanaendelea kujiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hiyo jana habari zilikuwepo ya kwamba waasi walidhibiti maeneo hayo, maeneo ya Ngalula, Makobola ya kwanza na ya pili, maeneo ya Pemba, Luanga, lakini jioni habari zilikuja kubadilika baada ya wazalendo kuongeza kasi na kuweza kurejesha maeneo hayo chini ya udhibiti wao. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, habari za vita huwa zinabadilika kadri saa zinavyozidi kusonga.
Sasa jielekeze huko Burundi. Hatimaye wakimbizi waliotoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakikimbia machafuko ya vita vya waasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo wamepata hifadhi huko Burundi kwenye kambi mpya ambayo imeundwa baada ya kuongezeka kwa wakimbizi maradufu. Hivyo harakati za kuorozesha wakimbizi na kuwasafirisha moja kwa moja kwenye kambi hiyo mpya zinaendelea huko Rumonge, huku wakimbizi wakisafirishwa moja kwa moja kwenye kambi yao mpya. Hiyo ndio camp de refugie ya mpya ambayo inaitwa Bikinga. Camp de refugie de Bikinga ambayo iko province ya Rutana, ambako wakongomani ambao walikimbia uvamizi wa M23 kutoka kwa brigade ya Gatumba. Hapa ndio wanakia kuwekewa hapa, na wenye wako natoka ngambo za Buvembe. Hii ni parti moja ya kambi, hii ni parti moja tu. Parti nyingine iko upande wa pili kule, ndio kuko parti nyingine ya kambi. Ukiangalia kwa mbali utaona kambi ya Bwagiriza. Kambi ya Bwagiriza ile inaonekana kule kwa mbali, kambi ya Bwagiriza. Na upande wake huku ndo kambi ya Kavumu, lakini Kavumu iko mbali kidogo paraporo na Bwagiriza. Bwagiriza ndio iko karibu na hii kambi ya Bikinga. Kambi ya Bikinga iko karibu na Bwagiriza. Bwagiriza iko mubonde, Bikinga iko kumlima. Kambi ya Bwagiriza kambi ya Bwagiriza kule kwa mbali iko mubonde, lakini kambi ya Bikinga kumlima. Na kambi inaitwa kambi ya Bikinga, iko province ya Ruhigi. Hiki kama nilisema, hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili iko mule mbonde. Hiyo kambi ni kubwa, kambi ni kubwa sana. Kuna watu wengi sana, na wengi hawajakuwa tena makao, wengi wangaliki mangar, na wengi zaidi wako tu nje, wako expose. Jua ni yao na mvua pia ni yao. Bo? Bref, ndo kambi ya Bikinga hii ambayo ingaliki inajengewa kwa siku mbili kwa kuwapokea ndugu zetu wakimbizi kutoka Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, mpaka hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 22 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Hii ni Amani TV Media. Mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Kwenye komenti tuambie unatufuata kutoka nchi gani, lakini pia utuambie una maoni gani kuhusiana na hali ya usalama mashariki mwa DRC. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye, ili tupate kukuhabarisha yote ambayo itakuja kujiri uko kwenye uwanja wa vita. Na kuaga kwa kukutakia uwe na siku njema. Bye bye.